Turki Al-Faisal, mwanamfalme wa Saudi Arabia ambaye pia ni mkuu wa zamani wa shirika la kijasusi la Saudi Arabia, amesisitiza katika mkutano wa kimataifa huko Abu Dhabi kwamba kinyume na wanavyodai baadhi ya watu, tishio hasa la eneo hili la Asia Magharibi si Iran bali ni utawala wa Kizayuni ambao ndio unahatarisha utulivu wa eneo hili lote. Katika hotuba yake amesema kwamba maoni yangu mimi ni kwamba bila ya shaka ni Israel ndio inayosababisha matatizo na lazima idhibitiwe na Marekani. Al-Faisal amegusia uvamizi wa mara kwa mara unaofanywa na utawala wa Israel dhidi ya Lebanon, Gaza na pia Syria, akisema kwamba vitendo hivyo vinaonyesha kwamba utawala wa Israel unahisi una nguvu sana na haushibiki. Mkuu huyo wa zamani wa shirika la kijasusi la Saudi Arabia ameendelea kusema Israel inaishambulia Syria karibu kila siku, inaendelea na mashambulizi yake dhidi ya Palestina huko Gaza au Ukingo wa Magharibi, na hata inafanya mashambulizi nchini Lebanon licha ya kuweko makubaliano ya kusitisha vita. Yote haya ni ushahidi usiopingika kwamba Israel ndio inayotishia usalama wa eneo hili na si Iran kama wanavyodai baadhi ya watu. Turki Al-Faisal amezungumzia pia mashambulizi ya Israel dhidi ya ujumbe wa Hamas huko Qatar katika miezi ya hivi karibuni, akisema kwamba shambulizi hilo kwa kweli lilikuwa ni onyo zito kwa kila mtu kwamba nchi za Ghuba ya Uajemi lazima zichukue hatua ya pamoja ya kulinda usalama wao, na kwamba ushirikiano kwenye masuala ya ulinzi katika Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi GCC ni si kitu kipya. Hata hivyo, ameona kwamba sasa kuna haja ya Saudi Arabia kushikamana na Iran katika kila uwanja ili kukabiliana vilivyo na Israel. Hata hivyo, chokochoko nyingi zilizotokea katika eneo la Mashariki ya Kati zimesababishwa na Israel. Israel ilianzisha vita vya siku 12 na hata kabla ya hapo ilianzisha vita vingine miaka ya 2024. Lakini ni Israel ambayo iliamua kufanya mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Hamas na makundi mengine, licha ya kwamba makundi hayo katika kipindi cha siku za hivi karibuni, katika miaka ya hivi karibuni yalianzisha mashambulizi na kuua karibia zaidi ya watu 1200, lakini kimsingi ni kutokana na chokochoko nyingi zilizokuwa zikifanywa na majeshi ya Israel. Huko katika Ukingo wa Magharibi wakati huu kumekuwa na jambo ambalo Israel inafanya, inatumia raia wake kwenda kunyang'anya raia wa kawaida wa Kipalestina katika Ukingo wa Magharibi, lakini baadaye jeshi linaingilia kati na kuteka maeneo zaidi katika Ukingo wa Magharibi, na sasa serikali inataka kuanzisha ujenzi mpya wa makazi kwa ajili ya raia wa Kiyahudi ambao ni walowezi walioteka maeneo ya Wapalestina. Hii imekuja kusababisha kutokea kwa makundi mengi ambayo yameamua kuwasaidia watu wa Palestina ambao wamekosa msaada kutoka katika ulimwengu. Makundi kama vile Hezbollah kutoka nchini Lebanon, wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen ni miongoni mwa makundi ambayo yalianzisha operation katika taifa la Israel, lakini hasa wakifanya mashambulizi kuondoa raia wa Israel katika maeneo ya Palestina, hasa Ukingo wa Magharibi. Matamshi ya kiongozi huyo wa zamani wa kijasusi yalikuwa ni kuashiria taarifa ya nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi kwamba zimo katika kuandaa mpango wa kuunda mfumo wa pamoja wa ulinzi wa anga katika eneo hilo ili tu kukabiliana na Israel. Hata hivyo, kumekuwa na maswali mengi ni kwa nini Saudi Arabia iliamua kuchukua ndege za F-35 kutoka nchini Marekani, na baadhi ya wachambuzi walisema kwamba ndege hizi hazitakuwa na ufanisi hata siku moja ikiwa Saudi Arabia itaamua kuingia vitani na Israel, kutokana na kwamba zitakuwa kwanza zimepunguzwa uwezo, lakini pia zitaweza kudunguliwa kwa sababu Israel inazifahamu vyema ndege hizo, na ni kwa sababu zimetoka nchini Marekani na wao ndio miongoni mwa mataifa ambayo wamezitumia ndege hizo na wanazifahamu vyema. Na hivyo baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba lazima Saudi Arabia itazame mpango mwingine wa kuweza kupata silaha kutoka mataifa mengine kama vile Urusi pamoja na maeneo mengine ulimwenguni, lakini si zile zinazotoka nchini Marekani. Kadhalika, baadhi ya wachambuzi wakasema kwamba pengine ulikuwa ni mpango wa mwanamfalme wa Saudia kupata uwekezaji na kujihakikisha ulinzi, lakini kimsingi Saudia haitoweza kulindwa kama ilivyotokea Qatar ambapo kuna ngome kubwa ya kijeshi ya Marekani, lakini Israel ilifanya shambulizi kuwasaka wapiganaji wa Hamas waliopo katika taifa hilo, licha ya kwamba Marekani ina ngome yake kubwa ya kijeshi ya anga huko nchini Qatar, lakini Marekani haikuonyesha makucha yake kama vile nchi mshirika imepigwa, lakini kutokana na kile ambacho kinaaminika kwamba
Israel ni mshirika wa karibu mno na Marekani, na hivyo hakuna namna inaweza kuadhibiwa na Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.